umewahi kupost videos ili kitakachotokea? Hizo ni zito. Mimi niko na page katika Facebook, niko na channel katika YouTube, niko na nini katika TikTok. Imetoka challenge ya kukata kiuno na mimi nimekwenda kujirekodi kukata kiuno nikaiweka kwenye TikTok. Lengo nini? Followers ongezeke, likes, subscribers, Malakul Mauti Israeli ankuja akachukua roho yako. Ile video bado iko kule, si ndio? Watu waliona kila ikionekana akaunti yako ya dhambi ikiweza. Kila ikionekana hata kama ushakufa akaunti yako ya dhambi inaongezeka. Kama vile kinyume, ikiwa umeweka video sawa ya kufundisha, kila ikionekana akaunti yako ya thawabu inafanya nini? Inaongezeka. Kwa hivyo kwa wakili. Kuna TikTokers hapa? Wewe mikono? Kuna TikTokers, YouTubers, muona hala? Hawezi kusikana hapa. Wako. Mtu anaweza kuwa content creator, si kosa. Lakini content gani mbokongo na creator? Kwa hivyo kweni makini, msiingie katika hizi challenges zilizoko katika mitandao ya kijamii ukienda kufanya mambo yasiyomridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakikisha create content nzuri ili manufaa kwa itakujizia thawabu kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ufupi, unapoweka kitu, unataka kudownload kitu, sijui ama kuupload kitu, ukitaka kupost kitu, kabla upost fikiria kwanza, je, niko tayari hili lionekane baada ya kufariki? Ukiona na utata, achana nato. Anauliza, unaruhusiwa kumiliki jibwa? Kisha anauliza vile vile kama unaruhusiwa kuoa kazi. Hiyo tumejibu ya pili. Kumiliki jibwa, nani anaruhusiwa kumiliki jibwa? Lakini kumiliki kwa njia gani? Tubakini hapa. Sisi tatizo letu tunapenda copy paste. Yaani ukuja kutoka ulimwengu wa magharibi. Yaani vile vihababa vya Europe kitepera jibwa jiani, na sisi tunataka na sisi tuje tutepera majibu jiako. Tukipanda nao kwenye magari na sisi tupande nao kwenye magari. Tusichukue kila kitu cha huko. Mtume tutahadharisha kitambo. Akatwambia la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'. Mutafuata mienendo waliokuwa kabla yenu, ni Mayahudi na Manasara. Akasema shubiri wa shubiri, ira kwa ira, yani khatwa khatwa. Kifanya hili ndio mtafanya. Kisha akasema hata idha dakhalu tuhratat la dakhaltum. Hata ukiingia katika shimo la kenge ni utaingia. Mjui kuna hatari, mtaumwa, utatuasumu, nyinyi mko nyuma yao. Hivyo tuliko. So kwa makini, kumiliki jibwa, mbwa, do si halal, lakini wamiliki kwa lile. Ikiwa ni kwa ajili ya hirasa, kuchunga boma, yaruhusiwa. Kwa ajili ya kuchunga boma, usiku asije wahisiri, lakini ni boma biche, si ndani ya nyumba. Kwa sababu ndani ya nyumba mbwa ni najis, kuna sehemu watarama, kuna sehemu pengine atafanya uchafu wote, kuna kugusani, itakuwa wewe hauna utulivu wa kuswali katika nyumba yako, swala yako haisii kwa sababu najasa imeenea kila sehemu. Mbali na hivyo, Mtume ametuambia malaika hawaingii katika nyumba ambayo kwamba ndani kuna mbwa. Malaika hawaingii katika nyumba ndani kuna mbwa. Sasa wewe mwenyewe utajichagulia, unataka nyumbani kwako ingie malaika kama ingie mbwa? Dogi malaika sio? Basi kama uchukua malaika tena dogi. Ase na ili swali nadhani nilikuwa napata sababu jana. Sema ikiwa mtu ni addicted kwa social media na anataka kuchange,
atafuta vipi pale alipokosea. Atabadilika vipi kiupande wa imani, kiupande wa jamii, kiupande wa akili. Allah. Toka leo katika ulimwengu, kama vile kuna rehab za kutibu watu walioathirika na madawa ya kulevya, leo vile vile kuna rehab za kutibu watu kutokana na addiction ya simu ama social media. Kwa sababu ni uraibu. Na mtu kila unapomwona utamwona yuko katika simu. Na kwa wingi hutumia simu, mpaka mtu akilala kwenye usingizi tu anafanya mikono hii. Sauti nzima iko kwenye kutumia simu. Ikiwa umeathirika na kiwango kama hicho, tafuta zile applications ambazo kwamba zinakunyulisha utumiaji wako kwanza. Download, nenda nayo kama wiki. Itakwambia wewe kwa siku unatumia masaa fulani katika TikTok, masaa fulani WhatsApp, masaa fulani katika YouTube. Alafu sasa njoo ukae na nafsi yako, ujiulize, hivi katika 24 hours mimi nimetumia 15 hours katika social media, inastahili kweli? Imekosa mangapi? Imepitwa na mangapi? Ukishajua kwa inakupotezea wakati, anza kwanza kujidhibiti katika wakati. Sema mimi nitatumia social media 1 hour asubuhi, sawa, na 1 hour jioni usiku. Anza kuuza pole tu, naweza kuishi. Unajua tatizo letu iko tunataka content yote ile iko katika social media tuione. Kwa mtu anabaki kuscroll, hawezi kuimaliza. Kwa siku moja ndani ya 24 hours kuna information zisizopungua milioni 1.2 1.2 ever. Tufahamiana? Kwa siku moja hiyo ya leo, kesho zingine mpya 1.2 million informations mpya. Swali liko 1.2 m za kusiangalia basi. Wewe sio madamu, wewe usijisumbua. Unaweza kuangalia vile vitu vya muhimu ambavyo kama umevitajia kwa muda robo saa, nusu saa kamaliza, ukashughulika na mambo mengine. Au ukitaka kujua kwa inakukosesha baraka ya wakati, jaribu siku moja kuishi bila data. Sima data siku moja tu. Siku mbili uweke simu nyumbani. Wewe jidhibiti, hakikisha umeweza kudhibiti nafsi yako. Zima data. Ukae ile siku moja kile itakavyobariki na utafanya mambo mengi. Na kuna wazazi hawako tayari kukuozesha, na kuna mtu ambaye kwamba yuko tayari yosubiri. Inakubalika kumfanya mtu huyo kusubiri ikiwa wazazi wako hawako tayari? Hakuna haja ya kumpa tamaa. Kwa mtu yuko tayari, macho enda katafuta mwingine mwa. Wazazi wako hawako tayari, usimpe tabu. Malezi hakika ulipo. Mimi wazazi wangu nataka nimesema so. Nimebakisha miaka miwili ama mitatu. Hizi? Utasubiri kheri wa baraka. Hawezi kusubiri basi aende tu, lakini usipe tamaa ukaombe subiri kidogo ama mwezi miwili. Na unajua kuna hiyo tamaa. Wow. Ya Latif, is it okay to be LGBTQ? So, So naitana wifi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika alama za kiyama, yaktafi ar-rijalu bir-rijali wan-nisa'u bin-nisa'. Katika alama kiyama ni wanawake kutoshelezeka na wanawake wenzao na wanaume kutoshelezeka na wanawake wenzao. Haya yanaendelea sasa hivi ulimwenguni. LGBTQ ni moja katika alama za kiyama. Ni uchafu uliokuja kutoka Europe na kutoka Amerika. Usiingie katika mtego kama huo.
ni haramu kabisa. Je, inaruhusiwa kuoa ama kuolewa na mtu ambaye kwamba ni mkubwa wako? Kwa mfano una miaka 24 na mtu ana miaka 50. Wanamwita mbaba. أنا ما صار بكم مداوي نتا متى Najua vijana siku hizi hataki kufanya kazi. Yaani anaenda gym, anakuja na six pack, lakini mfuko mtupu hauna pesa. Sio pesa ni mubaba. Na kitambi chake lakini anakupandisha rage. Sasa utachipwa na kuna na mumama. Upande wa miaka katika ndoa haitofautiani. Kwa tuseme ile lugha wenye kusema eti ni namba pekee yake. Rasul sallallahu alaihi wasallam kama mwalimu wetu ni kiongozi wetu, alimuoa Sayyidatuna Khadija radhiallahu anha akiwa na miaka ya kumzidi, wengine wasema 15, wengine wasema 18. So Sayyida Khadija alikuwa kubwa wa Mtume, hapa tofauti ni 26 years. Sayyida Khadija alikuwa ni kubwa wa Mtume radhiallahu anha kwa miaka 15, wengine wasema 18, wengine wasema zaidi. Kuna riwaya mbalimbali. Kwa Rasul alioa Rasul vile vile alioa mdogo wake kama Sayyida Aisha radhiallahu anha. Hivyo kapatikana sifa zote mbili, mume kwa mkubwa kuliko mke na mke kwa mkubwa kuliko mume. Zote mbili zimepatikana. Kwa hivyo hakuna tatizo anapokuwa mume ni kubwa kushinda kiopli. Swali pengine litakuja hapa. Ule ukubwa ni ukubwa wa kiasi ama ni ukubwa wa kupindukia? Unajua kuna ule ukubwa unajua mimi naenda kulea wajukuu. Na kuna ukubwa unajua maybe nitalea mayatima baada ya miaka 2-3. Sasa ile chekuni lako. Lakini ikiwa ile ukubwa wa kuikia akilini na ni mtu kisawasawa, ana dini yake na akhlaq yake, sheria haijakataza. Kama tayari ushakuwa dictate, vipi utakuwa mbali na hao vijana? Utaanzaje? Utakatiza vipi hiyo relationship? Mwenyezi Mungu baza hutoka isipokutoka katika hiyo addiction na kuwezesha kufika kidogo kiji moyo konde kuweza kutoka katika hiko. Lakini wakati utakuwa umeamua chochote, ukiamua utaweza kufanya. Ukishaamua utaweza kufanya. Kitu cha kwanza hapa amesema vipi utakuwa mbali na hao vijana, sio na huyo kijana. Sasa sijui na vijana wangapi ambao kwamba nasuliana nao. Kwa dalili mtihani wa kwanza. Ikiwa umetumia tu neno la wiki lakini unakusudia moja, suluhisho ile ambalo kama tumesema walipenda kikweli, walitaka kabishi mlango wa mpatie huo mtihani upate bidii iko serious hapa na iko serious. Akikwambia A, E, D, O huwa kazi. Isikize hapa. Akikwambia A, B, delete, block. Tufahamiana? Una delete kisha unafanya nini? Una block. Akija na namba nyingine unafanya nini? Paka ile sipo tabuja kubisha kwa wazee.
Hapa swali hili leo makubwa. Unaweza kuolewa na mtu ambaye kwamba ushawahi date naye kabla, na ile hukumu yake kisheria, adhabu yake kesho akhera. Kuolewa, unaweza kuolewa ile dhambi iliyotangulia, mtaomba istighfari, samaha kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kule kuna madrasa wa Plan Al-Huda, hebu natapatikana wasichana wakafaidika. Na tuko katika mipango karibu, tutakuwa na walimu wa kike, tutawajulisha mpate kuja inshallah. Unapopaka hina ama kuchora mtu mwingine akikuona, ama kuchora mtu mwingine, ama kuchora mtu mwingine akikuona ni haramu. Hina ni mapako, hafai kuonekana na mtu ambaye kwamba si maharamu yako. Na nisikize vizuri, kama wewe hujaolewa hufai kupaka hina. Afrika kama hujaolewa usiende kupaka